Bwana anasema kwamba wakusanyikapo wawili watatu kwa ajili ya jina langu nitakuwa katikati yao. Mfalme mtakatifu, tunakusihi kwa Roho wako Mtakatifu akapate kutamalaki mahali hapa Bwana, ili akapate kutuongoza, akatuongoza na kutuadibisha katika haki, ili tukapate kukamili tumekamilishwa wakati wa kuja kwako Bwana wetu Yesu Kristo. Na zinapisha roho za namna zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mpaka namna yote ya kuzimu yanayosimama mahali hapa. Bali Bwana Mfalme mtakatifu, kwa neno lako utazidi Bwana kutuimarisha hata tukapata kukua katika kimo na kima. Mfalme mtakatifu, atakufikia cheo cha utimilifu wa Kristo. Tumeomba yote tukiamini kwamba yatakuwa sawasawa na mapenzi yako kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mfalme mtakatifu, narudisha heshima na utukufu katika kiti cha enzi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen. Basi tuendelea na somo letu kama jinsi ambavyo tulivyokuwa tunaendelea nalo, kwamba mtu anapokea nini pale anapokuwa ameokoka, au tunaposema wokovu tunakuwa tunamaanisha nini. Lakini tumesonga na tumefika katika kipengele kinachosema mtu aliyeokoka ni sawa na mtu aliyehesabiwa haki bure, isiyotokana na matendo, bali inatokana na imani katika Kristo. Kwa hiyo tuliangalia kwa sehemu, na leo tunasema kwamba kuna swali ambalo tutalijadili, lakini pia leo tutatumia muda mwingi, sababu kuna baadhi ya watu wataniambia ni vyema tuwe tunaacha muda wa maswali. Na mimi niseme kitu kimoja, kwamba mambo haya kuyaelewa inakuwa ni vyema zaidi kuliko kuyasikia tu au kujifunza kwa maana ya kwenda kwa spidi. Kwa hiyo ni bora tukae katika eneo moja, lakini eneo hilo kila mmoja aelewe kitu gani ambacho kimemaanishwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutatumia pia muda kwenye kuona ni kwa namna gani kipengele hiko tumekielewa, kwa maana ni kipengele ambacho hata leo hii wapo baadhi ya watu au zipo baadhi ya dhehebu ambazo bado zinaamini katika sheria, ambazo bado wanaamini katika matendo. Sasa ninaposema katika matendo, usije ukalikote vibaya kwamba mtu aliyeokoka matendo hayana nafasi, lakini tutaangalia mtu aliyeokoka matendo yake yana nafasi kwenye eneo hili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yanasema tukiisha kuhesabiwa haki isiyotokana na matendo ya sheria, bali imani katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna swali ambalo nilitaka tuliangalie, lakini pia tangia tulipojifunza, kama una swali ambao ulitamani kuelewa katika kipengele hiki cha kuhesabiwa haki kwa imani, unaweza kuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, utanisomea maandiko yale ambayo tuliyapitia wiki ile, utakuwa tunayasoma ili tutengeneze bezi. Utanisomea Warumi 5:1. Inasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo inasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Itokayo kwa imani, na muwe na amani na Mungu. Lakini hiyo tunahesabiwa kwa sababu ya Yesu Kristo, lakini hiyo ni haki inayopatikana kwa neema. Biblia inasema
kitu kikiwa kwa neema, maana yake mtu huyo hajakifanyia kazi. Maana yake umepewa kule, ni haki inapatikana kwa imani. Ukimwamini Yesu Kristo unahesabiwa haki mbele za Mungu. Lakini kuna wakati mtu anaweza kusema kwamba kwa nini ukimwamini Yesu nahesabiwa nini? Nahesabiwa haki. Kuna mahusiano gani kati yangu mimi na kumwamini Yesu alafu nihesabiwe haki na Mungu, kiasi kwamba mbele za Mungu nionekane sina hatia? Kuna jambo gani hapo kati ambalo Yesu alifanya ambalo mimi nikimwamini Yesu inapelekea Mungu kuniona mimi niko sawa mbele za Mungu? Labda niache kama swali tunajadili. Unafikiri ni kwa nini nasema basi tukisha kuhesabiwa haki ipatikanayo au itokanayo na imani iliyo ndani ya Yesu Kristo, muwe na amani na Mungu? Kwa nini mtu akimwamini Yesu mbele za Mungu anaonekana yeye hana hatia, anaonekana mbele yake, anaonekana ana amani kati ya yeye na Mungu? Kwa nini inakuwa hivyo? Ni kitu gani ambacho Yesu alikifanya ambacho kinapelekea wewe ukimwamini unakuwa haki mbele za Mungu, ambayo vice versa yake kwa wote wasiomwamini Yesu maana yake hawana amani na Mungu? Kwa wote ambao wasimwamini Yesu maana yake Mungu hawezi kuwahesabia haki, maana yake ni watu ambao wanaonekana wana hatia mbele za Mungu. Je, Yesu ana tofauti gani na dini nyingine ambazo yamkini wao wanaamini kwa namna nyingine, lakini sisi tunafundishwa tumwamini Yesu Kristo ili tuwe na amani na Mungu, ili tuhesabiwe haki, ili tusiwe tena na hukumu ya adhabu, ili tufanyike kuwa viumbe vya Mungu. Ni kitu gani ambacho Yesu alikufanya mpaka mbele za Mungu inaonekana hivyo? Hapo ndipo kanisa tunatakiwa kuelewa bila cheza. Kanisa tunatakiwa kuelewa na kuwa na uhakika wa hilo jambo, na sio kulisiasia kama nadharia kwamba mimi nimemwamini Yesu Kristo. Je, unajua kitu gani ambacho Yesu alikifanya na wewe unakuamini? Ndio unakuwa na amani na Mungu. Kwa Mungu niacha kama swali, na nimesema leo tutatumia sana kwenye maswali kwenye kipengele hiki kabla tuendelea katika vipengele vingine. Karibu. Ndio swali. Lakini pia tutapokea maswali kutoka kwenu kwamba ikiwa hii inakuwaje, ikiwa hii inakuwaje. Na kuna swali la Jumapili niliacha nikasema tulipoangalia katika Warumi 3:21 inasema haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Kwa manabii wenyewe walishawahi kuidhihirisha haki ya Mungu inayopatikana kwa imani. Torati kwa maana ya Musa alishawahi kufundisha kuhusiana na haki ya Mungu inayopatikana kwa imani. Anasema haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Tukasema ikiwa haki ya Mungu inapatikana kwa imani na sio kwa matendo ya sheria. Moja ya Yakobo 2:24 Yakobo anasema mwaona ya kuwa mtu hahesabiwi haki kwa imani peke yake, bali na matendo. Kwa maana imani 2:26 pasipo matendo imekufa. Je, Yakobo anatofautiana na Paulo? Paulo anaposema mkijua ya kwamba hakuna mwanadamu mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria, lakini Yakobo anasema imani ya matendo imekufa. Je, watu wao wametofautiana? Hilo ni swali. Lakini swali la kwanza ambalo nataka sisi wote tujadili, je, kuna kitu gani ambacho Yesu alikufanya alafu mtu akimwamini anapata kuhesabiwa haki bure isiyotokana na matendo ya sheria, bali ile imani yake aliyoiweka kwa Yesu inafanya yeye awe na amani na Mungu? Karibu. Tunajifunza hii wiki ya tatu, tuko hapo kwenye
kuhesabiwa haki. Sasa nitashangaa kama tunashindwa kujadiliana kwa pamoja, na ni vitu vikubwa, sababu ukivijua vitakufanya uwe stable na Mungu wako, lakini usipovijua kila siku unakuwa ni mtu ambaye lakini unatafakari, unawaza, uelewe. Darasa karibu. Unafikiri ni kwa nini? Lazakamu karibu. Ile kama anaweza kujaribu, lakini mtumishi wa Mungu amejibu vizuri, ambaye anaanza kusoma ile Warumi 4:24-25 kwamba Kristo alipigwa kwa sababu au alitolewa kwa sababu ya makosa yetu ili sisi tupate kuhesabiwa haki. Na ile ilitokana kwa sababu maandiko yanasema wote walitenda dhambi na kupungukiwa na utukufu, wanahesabiwa haki bure kwa imani iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Yesu ndiye mwenye haki. Mtumishi nisomea waraka wa kwanza wa Petro 3:18, alafu tutasomea maandiko mawili ili niweze kuyaweka sawa na hayo majibu. Wa kwanza wa Petro 3:18. Biblia inasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atuweze kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akapumzika. Nisomea Wakorintho wa pili 5:21. Wakorintho wa pili 5:21. Biblia inasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Amen. Wanasema kwamba kwa nini mtu akimwamini Kristo anahesabiwa haki isiyotokana kwa matendo, bali haki inayopatikana kwa imani? Kwa nini mtu akimwamini Yesu Kristo anakuwa na amani kati yake yeye na Mungu? Kuna kitu gani kwa Yesu na si kuamini katika kitu kingine? Na ukisikia sehemu, ukisikia dini au ukiona kundi la watu limeamini tofauti na Yesu Kristo, maana ni lazima ujue au kuna sehemu hawajaelewa, na ndio sehemu ambayo wewe unaweza kwenda kuhubiri Injili. Kwa nini? Kwa sababu ukimwonyesha Yesu alichokifanya, ukimwonyesha Yesu jinsi anavyostahili, maana yeye ni rahisi kuelewa na kusikiliza. Lakini usipojua Mungu anamhesabiaje mtu wake, maana yake unashindwa kuhubiri Injili. Kwa nini? Kwa sababu yeye kuna namna yake ya kuamini na wewe kuna namna yako ya kuamini, lakini utakapoipeleka namna yako, maana yake namna yako lazima ingekuwa na nguvu. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasapoti kile ambacho wewe unakizungumza, yanasapoti kwa namna gani. Biblia inasema ukisoma katika hiyo Warumi 5:12 kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja, na dhambi hiyo ikasababisha mauti, na mauti ikawafikia watu wote, kwa maana wote wametenda dhambi. Kwa maana yake kuanzia Adamu na watu wote waliofuata baada yako wakawa wanakufa. Kwa nini? Kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu. Kwa Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Petro 3:18 inasema, naye Kristo aliuawa au alitolewa au aliteswa, inasema ya kwamba ili, anasema mwenye haki alitolewa kwa ajili ya wasio haki, akauawa mwili wake, lakini roho yake ikauishwa. Kwa Kristo anaitwa ni mwenye haki, lakini ametolewa kwa sababu ya wasio na haki. Mwenye haki yupi? Na hao wasio na haki kwa namna gani wanaitwa wasiokuwa na haki, na kwa namna gani Yesu anaitwa mwenye haki, na huyu mwenye haki akaja kukaa sehemu ya wasio haki. Sasa Kristo anaitwa mwenye haki kwa sababu yeye ndiye aliyetimiza sheria yote. Hawa ambao wanaitwa wasiokuwa na haki, ambao Kristo alikaa katika nafasi yao, manake wao walishindwa kutimiza haki yote, na ukishindwa kutimiza haki yote, Yakobo anasema aliandika usiue, aliyesema usiue ndiye aliyesema usizini.
Anasema soma Ibrania 4:14 inasema kwa maana hakuna kuhani mkuu asiyeweza kushughuliana nasi katika mambo ya udhaifu, lakini yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote pasipo kutenda dhambi. Kwa Yesu hakuwahi kutenda dhambi. Kwa kutenda dhambi kwake ndio kunamfanya yeye ahesabike ni mwenye haki. Kwa kama ni mwenye haki na sisi tulishindwa kutembea katika haki ya Mungu, anakuja kukaa katika nafasi yetu ili sisi sasa tupate wokovu, ili yeye apate mauti ambayo sisi tulistahili kupata ile mauti. Hapo ndipo sisi tunapotakiwa kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu peke yake ndiyo mwenye haki na watu wote hawana haki. Ndio Mungu akimwangalia Kristo au akikuangalia wewe uliyemwamini Kristo, anakuhesabia haki isiyotokana na juhudi, isiyotokana na matendo, bali imani yako umeiweka kwa Yesu, ndio inakufanya wewe uhesabiwe haki. Kwa maana hiyo hakuna mtu mwingine yoyote katika dunia hii ambaye anaitwa ni mwenye haki isipokuwa ni Yesu peke yake. Kigezo kinachomfanya yeye aitwe ni mwenye haki ni kutokutenda dhambi na kutembea katika sheria yote. Unaweza sisi sheria na mwingine ambaye aliweza kukaa katika hiyo nafasi? Hakuna. Kwa dini yoyote ambayo itashindwa kukuonesha kwamba Yesu ndiye anayestahili kuabudiwa, kwamba Yesu ndiye anayestahili kuaminiwa, kwamba Yesu ndiye anayestahili watu wote kumwamini, manake dini hiyo ni feki, manake imani hiyo ni feki. Kwa nini? Kwa sababu watakwambia kuamini kwenye kitu ambacho yamkini hakijawahi kutembea kufanya kama Yesu. Anaweza sisi haki ya Mungu inazidishwa na tukazi na mali. Hiyo ndio sababu kwa nini tunatakiwa kumwamini Yesu. Ila Korinto 5:7 anasema yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Kwa pasipo mwenye haki kuja kukaa katika sehemu yako, usingeweza hata siku moja kufanyika kuwa haki ya Mungu. Na leo hii kuna watu bado wanaikataa hiyo haki ya Mungu. Kwa nini? Kwa kutomkubali Kristo, kwa kutomwamini Kristo. Maana yake Biblia inasema walitafuta haki yao wenyewe. Tulisoma katika ile Warumi 10, Musa anasema nitakalo sana, niombalo sana, nitakalo sana mwili wangu ninyi mpate kuokolewa. Wayahudi. Kwa nini? Kwa sababu wao waliamini wanaoweza kupata haki kwa juhudi zao, kwamba Mungu amesema usiue, usizini, mheshimu baba yako na mama yako, usiabudu sanamu, usilitaje jina wala Mungu wako, usitamani, usishuhudie uongo. Tukiashika haya na sheria zingine, tutafanyaje? Tunaweza Mungu kutuhesabia haki. Wakajiweka chini ya sheria ambayo haki hiyo hawakuwahi kuipata. Lakini ile haki inayopatikana kwa imani yaje, ndio hiyo ambayo sisi tunatakiwa kuiamini, ndio hiyo ambayo sisi tunatakiwa kukaa ndani ya hiyo haki, ili Mungu akikuangalia kupitia Kristo mwenye haki wake anakuona wewe ndio umemwamini. Kwa nini? Kwa sababu ukimwamini Kristo, yeye anamwagiza Roho wake anakaa ndani yako. Kwa hiyo wewe unaunganishwa na Roho ya Kristo. Kwa Mungu anakuona wewe kupitia Kristo. Nje ya Kristo hakuoni, hata ungetenda tendo jema gani hakuoni. Sababu hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuonekana ana matendo mema kiasi kwamba yakafika katika standard ya Mungu ya kutembea katika haki yote. Kwa maana Mungu ni mtakatifu. Ukitenda tendo moja, wewe umeondoka katika standard na utakatifu na kiwango cha Mungu. Mauti inakuwa inataka kukulipa wewe, dhambi inakuwa inataka kukulipa wewe mshahara, ambao mshahara wake ni nini? Itakulipa mauti. Sasa swali la pili, au pengine nipokee maswali. Tumetengeneza msingi, watu wakaniambia ni vyema tujadili maswali
tuangalie kwa namna gani haya mambo yanakuwa hivi. Kwa tunaweza kupokea maswali na tunaweza kujadili kama ndio haya. Wenye soma ile Mathayo nafikiri 13 nasema, akanatoa mfano Yesu kuhusiana na ufalme wa mbinguni. Akasema ni sawa na wavuvi wanaokwenda baharini kuvua samaki, waliochukua nyavu wakavua samaki, lakini baadaye wakatoka nao nchi kavu. Walipotoka nao nchi kavu, wakaanza kupembua wale wema au wale samaki wazuri, wakawaweka huku, na wale samaki au takataka au uchafu wakautupa. Wakasema wakawatenda wenye haki, wakawatenda na waovu. Huo ni mfano ambao anasema ni sawa na wenye haki kutengwa na waovu kutengwa. Sasa hata Mungu ndio hiyo, maana ukimwamini Kristo ipo siku utatengwa tofauti na waovu. Kwa nini? Kwa sababu ulihesabiwa haki inayotokana na imani. Kwa nini? Mwenye haki anaishi ndani yako, yeye alitimiza haki yote, hakuacha hata hiyo, na kitendo cha kutimiza haki yote ndipo aliposema kwamba ni nani kati yenu alishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Maanake ungeitafuta dhambi hata moja kwa Kristo usingeifuta. Hiyo ndio inahesabika huyu mwenye haki, ambao haki hiyo mwanadamu yoyote alikosa. Anachotakiwa ni kumwamini Kristo ili ahesabike kuwa na haki isiyopatikana kwa matendo, maana matendo yalimshinda. Lakini akaja Yesu, matendo akayaweza, aliyoweza akafa kwa ajili yako wewe usiyoyaweza, ili Mungu akimwangalia huyo anamuona wewe. Karibu kwa maswali. Mmoja ambaye alikuwa anaitwa Kornelio, akida wa kikosi cha Warumi. Huyo alikuwa akifanya, alikuwa ni mcha Mungu, akifanya matendo makubwa sana, akitoa sadaka, akisaidia wajane, akifanya mambo mbalimbali na akiomba mbele za Mungu siku zake zote. Lakini tunaona kwamba alipungukiwa kitu kimoja. Malaika alipomwijia akamwambia, kuna mengine ambayo unapaswa yafanye bado, ingawa Mungu amesikia sadaka zako tena, lakini bado jambo moja. Ingawa alifanya matendo mengi tu huku kwa kusaidia, lakini bado ilikuwa haijatosha, kwa sababu matendo yake yasingemsaidia. Ukisoma hiyo Matendo sura ya 10, sura ya 10 mstari wa 43, hapa Petro sasa ametumwa kwa ajili ya kwenda kumhubiria huyo akida. Anasema 43, huyo manabii wote mshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila mwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo nitaka niongezea hapo kwamba sio kwa matendo yetu yanayotuokoa, bali kwa Kristo. Kwa hiyo ilikuwa ni matendo huyo akida Mungu angemnani tu basi, kwa kuwa sadaka zake alizipokea na ni mcha Mungu basi, lakini kwa bado haijatosha. Swali langu linakuja hapa. Swali langu linatoka katika kitabu cha Matendo ya Rumi sura ya 5 kama sikosei hapo. Nasema Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Swali langu liko hivi. Hapa tunaona kwamba Biblia au huyu mtumishi wa Mungu Paulo anamtaja mtu mmoja, lakini huku usoma Mwanzo ni watu wawili ambao walitenda dhambi. Sasa hapa inakuwaje Adamu anakuwa kipaumbele? Kwa hiyo inaonekana hapa Adamu ndiye aliyetenda dhambi. Kwa nini mwanamke anatajwa Adamu hapa, kwamba kwa mtu mmoja alitenda dhambi na dhambi ikaenea ulimwenguni kote? Nataka nijue hapo kwa sababu gani, au nataka tufahamu wote kwa sababu gani Adamu ndiye anakuwa kipaumbele katika jambo hili. Tunajua chimbuko alikuwa ni nani? Ni mwanamke. Kwa nini anatajwa Adamu?
kuzuia kupoteza muda. Biblia inasema hivi, tutasoma katika jina la Yesu, Mwanzo 1. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Inakuwaje katika kutoa adhabu ikiwa mtu anapewa adhabu yake kwa nao kupewa adhabu moja? Swali la kwanza aliyouliza linatoka katika Warumi 5:12. Kwa kukosa kwake mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti ikawafikia watu wote, ijapokuwa si wote waliotenda dhambi au waliofanya kosa linalotokana na Adamu. Akauliza swali, ikiwa katika hiyo dhambi tunaona aliyetenda dhambi sio Adamu peke yake, alikuwa anamaanisha ni Adamu pamoja na mke wake. Kwa nini Paulo anasema dhambi iliingia ulimwenguni kwa mtu mmoja, na kwa dhambi hiyo ikasababisha mauti? Kwa nini asemi dhambi iliingia ulimwenguni kwa watu wawili, kwa maana ya Adamu pamoja na mke wake? Mwalimu akatoa jibu, akasema tulisoma na kitabu cha Mwanzo 1 kinaonyesha kwamba neno Adamu, kama Warumi inavyosema, dhambi iliingia ulimwenguni kwa mtu mmoja, ikimaanisha Adamu. Lakini katika Mwanzo 1 inajaribu kuonesha kwamba neno Adamu ni mwanaume na mwanamke, ndio anaitwa Adamu. Akaongeza swali akasema, ikiwa mwanamume na mwanamke wanatumia jina linaloitwa Adamu, sasa kwa nini kama ni mmoja baada ya kutenda dhambi kila mmoja alipewa adhabu yake peke yake? Hapo ni kwa mtuma anakutaka na yeye kuchangia. Karibu Mtumishi kule aliuliza kwamba dhambi iliingia kwa mtu mmoja, na ikiwa Mungu aliumba watu wawili, na mwalimu hapa akajibu kwamba Mungu aliumba mtu mume na mtu mke, akawaita jina lao Adamu, kwamba wote wawili wametenda dhambi, manake Adamu. Sasa mimi nilikuwa nataka niulize swali hapo na tuliangalie kwamba kama aliyeanza aliyedanganyika ni Hawa na Shetani, akachuma tunda akala. Sasa nini akampelekea na mume wake Adamu naye akala? Sasa nini kingetokea kama Hawa angempelekea Adamu na Adamu akakataa kula? Nini kingetokea? Ni swali ambalo nimeuliza, japokuwa ninaenda kidogo nje, lakini nilikuwa nataka tuangalia kama hawa mtu mmoja dhambi ikaingia. Sasa kama huyu Adamu angeonyesha utii wetu kwa namna ya kuzidi kuiongezea taa, kwanza ikiwa mwanamke na mwanaume ndio wanaokamilisha Adamu, sasa tukiwaweka kwa maana hawa wanakuwa ni kitu kimoja. Sasa nini kingetokea kama mmoja, kwa maana mwanamke angekuwa ameasi, kwa maana amekubali kula tunda, lakini akampelekea mume wake, alafu mume wake angekataa? Nini kingetokea ikiwa hawa ni mmoja, lakini mmoja ameasi, alafu mmoja anakubali kuambatana na Mungu? Unafikiri nini kingetokea? Hiyo ni swali la kufikirika na la kutufanya sisi tufikirie kulingana na maandiko ili tupate kuchagua. Lakini mtumishi wa Mungu Eliza anatamani kusema kitu. Mimi najua kwamba japokuwa Adamu na Hawa wote Mungu aliwaumba ni kitu kimoja, lakini sasa tunakuja, lazima tuchanganue kwamba lazima kitakuwepo kikubwa tu. Hata kama ni watoto ambao kwa tumboni mapacha, lazima mmoja wapo atakuwa ni mkubwa tu. Maana tunapomaeleza na tunaposoma Biblia tunajua kwamba Hawa alitoka katika nini? Ubavu wa Adamu. Yaani maana yake tayari kile kujitokeza kwamba Adamu ni nani?
ndiye baba. Baba Adamu nakuta ni mwanzilishi, ndiye mkuu wa familia. Nitawaleta katika habari ya familia katika kaya. Hata kama wewe una mwanamke akikosa atakao kuadhimisha wewe mwanamume, hawataangalia mwanamke, kwa sababu mwanamke ndio umeshindwa kusimamia familia ile. Sio kwamba waadhibishe wote, hapana. Akaanzia mwanamume ameshindwa kusimamia familia, anakuja tena mwanamke ndiye anafuata. Mtumishi anasema kwamba akitoa mfano, nafikiri hiyo si haja ya kuisikia ili tulinde pia muda. Anasema mwenye kaya kwenye familia ni mwanaume. Chochote kitokea, maana atastahili kuadhibiwa au kuwajibishwa kwanza ni mwenye kaya, sawasawa na Hawa ambaye alitolewa katika ubavu wa nani? Wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Kwa hiyo ndio maana yeye anawajibishwa kwa ile kosa, sababu ile ilikuwa maelekezo yote. Soma nasema hivi, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akaweka katika bustani ya Edeni, Bwana akamwambia huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo Adamu ndiye aliyekuwa na maelekezo, na ndio maana yeye anawajibishwa katika kisa. Swali, Warumi 5:12, kwa kukosa kwake mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na dhambi hiyo ikawafikia watu wote. Kama kauliza swali, kwa nini iitwe kwa kukosa kwake mtu mmoja na isiwe kwa kukosa kwake watu wawili, kwa maana ya Hawa pamoja na Adamu? Lakini jibu ambalo limetoka sasa hivi limetoka katika Mwanzo 2:15 kwamba aliyepewa agizo la kutokufanya ni Adamu na sio mwanamke, kwamba Mungu akamchukua akamweka katika bustani na kisha akamwagiza akisema, matunda ya bustani yote waweza kula isipokuwa mti uliokuwa katikati wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula hakika yake utakufa. Sasa nairudisha kwenu, unafikiri kati ya mwanamke na mwanaume nani aliyepewa agizo na Mungu? Na Paulo anaposema kwa kukosa kwake mtu mmoja na sio kwa kukosa kwao watu wawili, unafikiri ipi itakuwa ni sahihi kwa mujibu wa andiko hili tulilolisoma sasa hivi? Na siku zote tunasemaga definition au maana ya dhambi. Soma waraka wa kwanza wa Yohana 4:3 inasema, kwa maana dhambi ni uasi, yoyote afanye dhambi afanya uasi. Maana uasi ni kwenda kinyume na kile ambacho umeambiwa. Sasa kati ya mwanamke na mwanaume nani anayefanya uasi? Karibu. Tunaposema Adamu, hata mwalimu pale alipotoa katika hiyo Mwanzo 5:1 na kwamba wote ni wamoja, ni kwa sababu na kwa nini Adamu anahesabika hivyo. Adamu yule anayezungumziwa pale yule ambaye ubavu wake Mungu alitumia kumtengeneza mwanamke. Na hata hapo katika Mwanzo 2 kuanzia hiyo 21 mpaka hiyo 24 neno la Mungu linasema, ukianzia Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi katika kumumba huyo Hawa. Ukija kwenye 24 anasema hivi, katika 23 Adamu akasema, baada ya yule ubavu kutengenezwa mwanamke, akasema Adamu, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Adamu mwenyewe ndio anasema ataitwa mwanamke, kwa maana alitwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo
mwanamume akamwacha baba yake na mama yake, naye akaambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo walikuwa ni kitu kimoja. Amina. Kwa hiyo unapomzungumzia Adamu, kwa ndani ya Adamu na Hawa ni kitu kimoja. Amina. Na ndio maana kile tunda alipokula Hawa hakutokea mabadiliko, kwa sababu lile agano la kuwa kitu kimoja halikutimia kwa wote wawili, mpaka yule ambaye ndio mwendaji, yule ambaye ni Adamu akala lile tunda, liko katika ulimwengu wa roho. Hivi ukafanyika katika ulimwengu wa roho, wale ni kitu kimoja. Hilo jibu nafikiri tumesikia. Sasa hilo jibu liko hivi. Ikiwa Mwanzo 2:15 ndio inaanza kuonesha mazungumzo ya kupewa agizo kati ya Mungu na Adamu. Kumbuka 2:17 na 18 agizo linatimia, lakini ikija 2:23 ndio tunamuona mwanamke 23 na 24 mwanamke anakuja kutolewa katika ubavu wa Adamu. Maana yake ni nini? Kwa mujibu wa hilo, lakini tunaenda nalo tunaangalia. Maana yake kipindi Adamu anapewa maagizo, mwanamke alikuwa ndani ya Adamu. Kwa hiyo maagizo haya yalikuwa ni maagizo ya wote kwa pamoja, kana kwamba anaambiwa mmoja lakini wanaambiwa wote. Kwa nini? Kwa sababu kama maagizo anapewa katika 2:15, 16, 17 na 18, alafu mwanamke anakuja kutolewa 2:23, 24, maana yake mwanamke alikuwa ndani ya ile agizo. Lakini akaendelea akasema, ikiwa kama hauoni agizo hili linawahusu wote wawili, kama unataka kusema kila mtu alikuwa na agizo lake, basi mbona Hawa alipokula lile tunda akijiona yuko uchi mpaka alipompelekea na mumewe? Kwa sababu kama kitendo cha kula tunda ndio unakuwa umemkosea Mungu, manake matokeo ni lazima yangetokea pale pale. Lakini kwa nini matokeo yalisubiri baada ya Hawa kumpelekea na mume wake tunda ndio wakajikuta wako uchi? Kwa maana hiyo, ukielewa hapo, ni rahisi kujibu hata swali la Tuma. Utalijibu vipi? Maana Tuma anasema nini kingetokea kama mwanamke alivyokula tunda akampelekea mumewe, hata mumewe akakataa? Unafikiri nini kingetokea? Lakini huku tunaona baada ya mwanamke kula tunda hakuna tokeo lolote, lakini alipompelekea mumewe ndio wakajikuta wako uchi. Manake yale matokeo ya dhambi yameanza kutenda kazi, unaanza kuiona huko uchi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa? Na kuna swali niongeza? Mimi nyongeza yangu ni pale katika wokovu, pale kumwamini Kristo, pale ndio unaona kwamba bado kabisa. Maana ninaongezea pale kidogo, nasema kwamba nguvu kipindi kile sheria na imani kwa tofauti. Nguvu ya kipindi kile kwa sheria ilikuwa ni mtu atende kwa sheria ndio ahesabiwe haki, lakini leo nguvu ambayo ipo ni nguvu ya kumwamini Kristo. Ndio maana inabidi mtu umwamini Kristo. Utakapokuwa umemwamini Kristo, kazi ya Mungu sasa ni kuja kufanya ndani yako uumbaji upya, ili uweze kumwamini Kristo sawa sawa. Maana kipindi kile watu walikuwa wanahesabu haki kwa matendo ya sheria. Maana yake naweza nikachukulia kwa mfano kama hata mtu anapokuwa umemea pale, unaweza ukaukata lakini hujang'oa lile shina, bado inaendelea. Kwa nini? Kuchukua tena. Lakini sasa Mungu akaona kwamba kwa sababu imani matendo ya sheria yalikuwa juu, yalikuwa hayaanzii ndani ya muamini kabisa. Ndio maana mtu alikuwa anajitahidi kufanya vizuri kwa Mungu na kushindikana. Lakini Mungu akasema hapana, sema atagano tutakayofanya tutakayogano bora kuliko hili ambalo ni la juu. Sasa kinachofanyika, Mungu akachimbua ndani ya moyo, kilindi cha moyo wa wanadamu, ili yaanze imani pale, isiyo imani ya kusukuma kwa matendo ya sheria.
Sasa mnapokuwa mtu mmemwamini Kristo, sasa ndipo sasa Mungu anakuja kufanya ule uumbaji mpya, ili kusudi mtu amwamini Kristo sawa sawa. Maana kipindi kile mtu anapokuwa ametenda dhambi ilikuwa bado yupo, lakini ndio maana wakasema sasa kama mtu asiponiona naweza nikafanya hivi. Sasa hivi yani wewe mwenyewe ndio unajiongoza, huwezi kushurutishwa, huwezi kusukumwa, maana kwa sababu unamwamini Kristo. Na matendo anasema kwamba tukiingia kwenye upande wa Yakobo anasema kwamba matendo, na wewe unasema mtu matendo ya sheria. Matendo ya sheria kipindi mtu ambaye yuko katika dhambi, matendo ya sheria yanasomeka kwenye upande wa nini? Wa Shetani. Lakini anapomwamini Kristo, yale matendo yanahama kutoka katika matendo kutoka Shetani, anakuja kuhesabiwa sasa huku. Sasa hatuwezi kusema tena matendo, tunasema tunda la Roho, na tunabadilisha. Lakini ukizungumza kwa habari ya kusema kwamba matendo na nini hawezi kuhesabiwa kwa matendo ya sheria, kwa sababu anaongelea katika habari ya nini? Ya kimwili. Lakini akiingia ndani, hatuwezi kusema tena matendo matendo ya sheria. Tunasema kwamba tunda la Roho. Maana yake Roho wa Mungu anapokuwa mwamini anakuja na kaa ndani yako. Sasa unapofikiri unafikiri kimungu, unapotembea unatembea kimungu, unapowaza unawaza kimungu, lolote unafanya kimungu. Tayari uumbaji wa Mungu ndani yako upo. Amina. Mimi nilikuwa na swali kuhusu somo la kuhesabiwa haki. Tunaposema kuhesabiwa haki, wanadamu sisi tunajua kwamba hatakuwa na haki, maana hatuna haki. Biblia inamtaja mwenye haki mmoja, ni Yesu Kristo. Huyo ndio mwenye haki. Ila sisi tunapomwamini Yesu Kristo tunahesabiwa na sisi kuwa haki kwa sababu ya huyo mwenye haki. Sasa swali langu ilikuwa ni hivi, kwamba ikiwa tunahesabiwa haki kwa imani ya kumwamini Kristo, Wayahudi wa sasa wanaishi kwa kufuata sheria mpaka sasa. Wanataka kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Sasa kwa sasa hawa wana apply vipi? Kwa sababu katika Agano la Kale walikuwa wakihesabiwa haki kwa matendo ya sheria, lakini kwa imani ya Kristo Yesu tunahesabiwa haki kwa imani. Sasa kwa kiasi kama hiyo ambao wanataka mpaka sasa wanaishi kwa kufuata sheria, wakitaka kuhesabiwa haki kwa matendo, kesi yao inakuwaje? Mimi nafikiri nimalize. Nimesomewa Efeso 2:8 mpaka 10, alafu tuone kama tutaweza kujibu na hilo swali moja kwa moja. Efeso 2:8 mpaka 10. 2:8 hadi 10. Biblia inasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Tatu kuanzia 4. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alipokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanya upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. Ni neno la kuaminiwa, na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri, tena yana faida kwa wanadamu. Mungu wapate kudumu katika matendo mema.
kwa maana hayo ni mazuri tena yana faida. Tumesoma maandiko mawili ambayo nataka kujibu swali kwamba ikiwa maandiko katika Warumi 3:20 inasema haki ya Mungu imepatikana pasipo matendo ya sheria bali imani katika Kristo, kwa nini Yakobo katika Yakobo 2:24 anasema mwajua ya kwamba mwanadamu haihesabiwi haki kwa imani peke yake bali anahesabiwa haki kwa matendo, kwa maana imani bila matendo imekufa. Je, Yakobo anatofautiana na Paulo? Sasa Paulo anazidi kuweka sawa kwamba katika hiyo Waefeso 2:8-10 anasema kwa maana tuliokolewa kwa imani, kwa maana tuliokolewa kwa neema iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo, na wala si matendo yetu, mtu yoyote asije akajisifu. Kwa kinachotangulia ni imani, alafu matendo yanakuja baadaye. Kwa nini? Kwa sababu ukimwamini Kristo, Kristo anakuagizia roho wake, ambaye roho wake ndio atakayekufanya utembee sawasawa na jinsi ambavyo wewe unatakiwa kutembea, na ndio maana kinatangulia imani, kwamba tuliokolewa kwa imani, tuliokolewa kwa neema na si kwa matendo yetu, mtu yoyote asije akajisifu. Lakini baada ya kuokolewa inasema tukaumbwa katika Kristo ili tutende matendo mema ambayo hayo tuliumbiwa tangia awali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yakobo sio kama anatofautiana na Paulo, isipokuwa Yakobo anajaribu kumaanisha kwamba imani yako kwa wewe ndio unasema una imani, basi tuione kwa matendo, kwa maana kati yenu mkikusanyika na mtu akahubiria alafu baadaye akasema mwende kwa amani, ikiwa katikati yenu kuna mtu mwenye mahitaji, je, imani yake mtu huyo itamuokoa au itamsaidia nini? Kwa maana wamekuja watu wenye mahitaji na wewe umehubiria, lakini umeshindwa kuonesha imani yako kwamba mimi niliyemwamini Kristo natakiwa nienende katika matendo mema, kwa maana Mungu alitumbia hayo tangia awali. Kwa matendo mema ni tabia ya Mungu, lakini mwanadamu baada ya kuasi matendo mema yakaondoka. Lakini akimwamini Kristo, Kristo anamwagizia roho wake, yule roho anamrudisha katika original yake, anatembea sawasawa na matendo mema aliyoumbiwa tangia awali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatangulia ni imani, alafu matendo yanafuata. Na ndio maana hata hiyo kitu anasema tulikombolewa kwa imani ili tupate kuhesabiwa haki, ili tuzaliwe upya, lakini baadaye tuenende katika matendo mema, maana hayo ni mazuri na tena yana faida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini swali la kumba nafikiri tulishajibu. Ni kweli Wayahudi, na tunaongea mara nyingi, hawaamini katika nini? Hawaamini katika Kristo. Na ikiwa sisi tunasema ipo haki inayopatikana na kumwamini Kristo, kwa nini hiyo tumejibu kwamba yeye mwenye haki alikufa kwa sababu ya wasio haki, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Kwa Kristo ndiye mwenye haki pekee yake, akafa au akakata katika nafasi ya wasio haki, ili wasio haki wahesabiwe kuwa haki kwa sababu ya Kristo. Sasa vipi kuhusiana na Wayahudi ambao wao bado hawamwamini Kristo? Je, haki yao itahesabiwa kwa namna gani? Malizia na kuombe kwa ajili wana ahadi ya Ibrahimu pamoja na neema. Sasa hivi kwenye kipindi cha neema, kama kataa neema wanasimama kwenye ahadi ya Ibrahimu. Kwa hiyo nani neema kile kiasi kutoka hapa na ania kwao. Mimi nadhani nitamalizia, lakini naona kuna kama kuna swali la hiyo japo tutakujibu siku nyingine, lakini majibu yao sababu ya muda. Yeye alijibu tu kwenye majibu kwenye swali la aliouliza mtumishi kwamba kwa nini sasa tunawaweka kundi gani wa Israeli ambao mpaka sasa hivi hawaamini nani? Hawaamini Kristo. Mimi nadhani jibu linapatikana kwenye kitabu cha Warumi sura ya 11 na mstari wa nianzie tu mstari wa 7. Imekuwaje basi? Kitu kile ambacho Israeli alikuwa akikitafuta hakukipata, lakini wale waliochaguliwa walikipata, na wengine nianze mstari wa ngapi? Mstari wa 5. Basi ni hivi wakati huu wa sasa yako mabaki waliochaguliwa kwa neema, cha kwanza. Lakini ilikuwa kwa neema, haiwi kwa matendo tena, na hapo neema isingekuwa neema. Hapa nawazungumza nani? Waisraeli. Kuna baadhi wamechaguliwa, wapo baadhi wapo wamechaguliwa kwa neema na wenyewe. Na kama ni neema sio kwa matendo.
lakini wengine kati yao wametiwa uzito mpaka sasa. Sasa kwa nini wametiwa uzito mpaka wakajikwaa? Kwa nini kutomwamini Kristo? Anasemaje? Mstari wa 11, basi nasema je, wamejikwaa hata waangue kabisa? Hasha! Lakini kwa kosa lao wokovu mwafikiria mataifa, ili wao wenyewe pia watiwe nini? Watiwe wivu. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je, si zaidi utimilifu wao? Unaona? Sasa ukiendelea kusoma unaona kwamba pia hata wao ugumu wapata kwa sasa ili utimilifu wa mataifa nini? Uwasili. Lakini pia na wao baada ya neema hii ambayo tupositi mataifa tunayo, baada ya Yesu kuja, neema hii ambayo tunayo imeondoka, na wao pia ambao mabaki wamechaguliwa, neema itawafanya nini? Mungu atawaacha. Na ndio maana ukisikia siku ya dhiki kuu, maana yake pia inahusu sana taifa la Israeli, kwa sababu pia wao walimkataa Yesu. Kwa hiyo nao watakuja, yule mpelelezi atawapongeza vibaya, hii nao wakumbuke kwamba yule aliyemkataa alikuwa ndiye. Kwa hiyo baadaye pia na wao watakuja kumwamini nani? Kumwamini Yesu. Kwa hiyo sasa hivi ni neema ipo kwa mataifa, lakini pia bado wako mabaki kwao ambao pia wamechaguliwa kwa neema. Umeona kama tu unavyoona kina Paulo walikuwepo pia, wakahubiri Injili, walichaguliwa, lakini baadhi yao wengine hawakutaka kupokea, wakachua uzito. Kwa hiyo ugumu mwapata sasa, utimilifu ukifikia kwetu, baadaye nao pia Mungu atawarudia tena. Ndio maana anasema hapa, je, waliharibiwa kabisa? Hasha! Kama je, walikatwa kabisa? Hapana. Kwa hiyo pia nao watakuja pia kukutana na nini? Na neema ambayo sisi mataifa sasa hivi tunayo ya kumwamini nani? Ya kumwamini Kristo. Kumalizia dakika moja, hiyo ndio jibu ya swali. Sababu Paulo anasema, je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake aliowajua tangia awali? Anasema hapana. Kwa maana ikiwa aliwasukumia mbali watu wake aliowajua tangia awali, hata mimi mwenyewe ni Myahudi tena wa kabila la Benjamin, maana aliwasukumia mbali, lakini Mungu aliwapa uzito ili neema hii iwafikie mataifa. Tena anauliza, anasema, je, amkusoma hata kipindi cha Elia alipotaka kujihesabia haki kusema, Mungu nimebaki peke yangu? Mungu akamwambia, kuna watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya bahari. Vivyo hivyo nyinyi Wayahudi hamko peke yenu. Kuna watu wamepata wokovu usiotokana na matendo ya sheria, wamepata wokovu kwa neema, lakini neema hii itakuja itafungwa. Inasema hata utimilifu wa mataifa utakapofika, ndipo wao watakuja kuangaliwa tena. Kwa sisi Waisraeli umewapata ugumu kwa kumkataa Kristo. Alikuja kwake, wala waliwacha wakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa Yesu alienda Uyahudi, lakini wao wakamkataa. Yesu akageukia mataifa, lakini kuna wakati utimilifu wa mataifa ukifika, neema hii inafungwa. Mungu anakuja kulinda nani? Na Israeli, sio kwa imani inayotokana na matendo, bali watakuja kumwamini tena nani? Kristo. Ndio Zakaria 10:2 anaandika, anasema, watamwangalia yeye waliyemchoma, watamuombelezea kana kwamba mtu anamuombelezea mwanaye, na kusema, kumbe huyu ndiye tuliyefanyaje? Tuliyemkataa. Mataifa Mungu ameshamalizana na sisi. Yesu anakuja kulinda nani? Na Israeli. Kwa hiyo sio kwa matendo, kwa imani ile ile, isipokuwa Yesu akarudi mara ya pili. Tuombe. Baba mtakatifu, Yesu Kristo wa Nazareti, tunasema asante, maana hakika kuna Mungu awezaye isipokuwa wewe. Bwana, tazama Paulo mtakatifu kwa msaada wako na uweza wako na nguvu zako, tuendelee kwa leo Bwana, uzidi kujifunza. Nia na mazumuni tupate kufikia cheo cha utukufu wako Bwana, kwa msaada wako. Peke yetu hatuwezi. Endelea Bwana kutufungulia mambo haya sana. Maandiko yanaposema ya kwamba uliwaficha wenye hekima na wafalme wa dunia, bali mambo haya ya ufalme wa Mungu uliwafungulia watoto wadogo. Nasi Bwana tunapokea kwa shukrani na heshima, tunarudisha heshima na utukufu katika kiti chako cha enzi. Amen.